Kufikia mwisho wa mwaka 2025, Sudan bado iko kwenye vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe. Nchi imegawanyika huku kila pande inayohasimiana ikishika ngome yake. Khartoum iko chini ya udhibiti wa jeshi huku RSF ikiendelea na udhibiti mkali wa eneo la Darfur. Licha ya jitihada za ndani na kimataifa za kumaliza mgogoro huo uliodumu kwa miaka kadhaa, makubaliano ya kusitisha mapigano yanaonekana kugonga mwamba. Mashirika ya misaada ikiwemo Umoja wa Mataifa wanaeleza hofu yao ya kuongezeka kwa idadi ya wanaotaka msaada wa dharura. Takwimu zinaonyesha mpaka sasa watu milioni 30 wanahitaji msaada wa dharura, huku mamilioni ya wengine wakiwa wamepoteza makazi, maisha na matumaini. Wachambuzi wameyaita mapigano ya Sudan kama mojawapo ya majanga makubwa zaidi kuwahi kutokea kwa binadamu duniani. Wakati huo huo, zaidi ya watu milioni 14 wamelazimika kuyahama makazi yao, wengine wakivuka mipaka na kuingia nchi jirani kama vile Chad, Misri na Sudan Kusini kutafuta hifadhi, nchi ambazo nazo zimegubikwa na changamoto ya kuweza kukidhi mahitaji muhimu ya wakimbizi. Tukio kuu la mwaka lilitokea Machi wakati jeshi la Sudan liliporejesha udhibiti wa mji wa Khartoum kutoka mikononi mwa wapiganaji wa RSF na kuwatimua katika eneo hilo. Lakini vita havikuisha. RSF iliimarisha udhibiti wake katika Darfur na magharibi mwa Sudan, ikitekeleza mauaji ya halaiki, uporaji na mashambulizi kwenye kambi za wakimbizi. Hospitali na mashirika ya misaada pia hayakusazwa, huku njaa kali ikienea katika maeneo mengi. Siku zote wapiganapo fahari wawili ziumiazo nyasi, mapigano yamegeuza miji, vitongoji na raia kuwa uwanja wa vita. Kadri mwaka unavyomalizika, Sudan bado inasubiri hatima yake, huku raia wake wakiishi kati ya hofu na matumaini ya kesho bora.